Naam, tumefika hapa katika ofisi za Clouds Media na leo tunaenda kuzungumzia issue ya mafanikio ya Simba Sports Club. Simba Sports Club ambao wamefanikiwa kwenda finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoka sare jana kule nchini Afrika Kusini pale Durban, katika jiji la Durban. Na leo tuko na Master Tindwa ambaye ni mchambuzi nguli kabisa katika soka hapa nchini Tanzania. Master Tindwa ana mengi ya kuzungumzia mara baada ya Simba Sports Club kufanikiwa kutinga finali ya mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika hiyo jana kule nchini Afrika Kusini. Mimi Noel Silipanenka, acha tuungane na Master Tindwa. Ana mengi kuzungumzia kwa upande wa Simba ambao wamefanikiwa kwenda finali na watakutana na RS Berkane ya kule nchini Morocco. Master Tindwa, mambo vipi? Mambo shwari. Karibu sana Clouds, karibu sana. Ni faraja na fahari kubwa kupata nafasi ya kuzungumza nawe leo. Na zaidi kama ulivyosema, mafanikio ya wekundu wa Msimbazi Simba katika michuano hii ya CAF Confederation, ambapo jana tumeshuhudia kule Durban Simba akipambana na kupata task ya kuingia katika finali. Ni kwanza wana deserve kufika katika hatua hii ya finali na probably hata kubeba kombe, nayo pia inawezekana kwa sababu katika michuano yote dream ya kwanza ni kufanya vizuri. Kufanya vizuri ni kufika hatua za juu. Na hatua za juu maybe robo finali, nusu finali, mpaka finali. Lakini ukishafika finali dream yako ni moja tu, ya kubeba kombe. Kwa hiyo Simba sasa hivi ndoto yake ama tamanio lake lililosalia ni kubeba kombe kwa sababu tayari ameshafika finali. Na ukiangalia msimu mzima akibeba kombe utakuwa msimu mmoja, msimu wa mafanikio makubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Pamoja alipofikia so far so good, lakini kwa timu kubwa kama Simba ilipofikia haito furahia tena mafanikio nimefika finali. Mafanikio bora ambayo atafurahia zaidi ni kubeba taji la michuano ya Confederation. Na ukiangalia sio mara ya kwanza Simba kufika finali. Ukiangalia huko nyuma, miaka nyuma, mwaka 93 alifika finali ya kombe la CAF na kombe la CAF, sio kombe la washindi, kombe la CAF Cup ilikuwa inaitwa, na alifika finali alicheza na Stella ya kutoka kule Abidjan. Mchezo wa kwanza ulikuwa sare bila kufungana kule Abidjan, na mchezo wa pili Dar es Salaam alipoteza kwa kufungwa magoli 2-0. Na Simba pia ana bahati kwa sababu katika michuano, mchezo wa kwanza kombe watu walidisplay, mchezo wa pili ndio kombe linakuwa uwanjani. Mchezo ule wa kwanza ulifanyika kule Abidjan, kombe halikuwepo. Mchezo wa pili Dar es Salaam, kombe mwali alikuwepo uwanjani na hakufanikiwa kumbeba. Lakini kwa wakati huu naona wanaanzia kule Morocco dhidi ya Berkane tarehe 17 na tarehe 25 Dar es Salaam kombe litakuwa lipo hapa. Kwa hiyo kama akibeba moja kwa moja ananyanyua, na itakuwa vizuri kufidia kile ambacho maumivu yale ambayo aliyopoteza miaka ya nyuma. Lakini pia kwa mapambano, uwekezaji, of course itakuwa na achievement kubwa sana kama Simba atabeba taji hili kwa msimu huu. Kiufundi RS Berkane wanaonekana kuwa na experience kubwa sana kwa sababu wameshachukua mara kwa mara taji la kombe la shirikisho. Licha tu ya kuchukua hata kuwafunga timu kama Al Ahly katika mashindano ya Super Cup yale ya ufunguzi wa mashindano ya kabingwa na shirikisho. Ukiangalia kwa quality ya wachezaji wa Berkane na Simba, nani ambaye ana nafasi kubwa sana ya kupata ubingwa katika mashindano haya ya finali ya kombe la shirikisho? Ukiangalia quality ya wachezaji wa Berkane na Simba, obviously Berkane watakuwa na quality kubwa kutokana na the way wanavyowanunua wachezaji na hata wachezaji wengi wa Simba nadhani wanatamani ikija ofa kutoka Berkane. Sidhani kama mchezaji ambaye atasema hapana. Lakini katika mchezo wa mpira wa miguu, hasa finali, ni mchezo wa timing. Unajua mpira sasa hivi wanafanya mchezo wa mbinu sana. Ukiangalia hata wachezaji timu ambazo wamekutana na timu ya Al Masry, inacheza ligi kubwa ya Misri tofauti na ligi ya Tanzania. Simba alishinda, aliwaondoa. South Africa pia ni ligi kubwa ukifananisha na Tanzania, lakini pia wameondoa katika hatua nusu finali. Kwa hiyo mchezo wa mpira wa miguu wakati mwingine ni mbinu za mwalimu na the way anavyo plan. Kwa hiyo Berkane wanaanza kuwa na wachezaji wenye high profile, na ukiangalia msimu uliopita pia walicheza finali hii, waliondolewa na walifungwa na Zamalek. Lakini bado Simba anaweza kupata nafasi akashinda kwa sababu kinachotakiwa ni mbinu na unamkabili vipi mpinzani wako. Na hapa tulipofikia, Simba hajafika kwa bahati mbaya, amefika kwa jitihada. Naona kama hata mchezo wa jana the way alivyopambana mpaka kufika finali.
Berkane nao pia hawajafika kwa bahati mbaya. Mchezo wa nusu finali, mchezo wa kwanza walishinda magoli 4, mchezo wa pili licha kufungwa, lakini wao walikuwa na advantage ya magoli mengi. Kwa hiyo finali mara nyingi inakuwa haina mwenyewe. Pamoja utaangalia prediction, watu watatoa nafasi kwa timu fulani na ina nafasi kubwa. Hilo tunaliheshimu na tunaliacha hivyo, lakini wakati mwingine finali inacheza tofauti na watu wengi wanavyofikiria. Kwa hiyo jitihada na mapambano sasa hivi yaelekezwa katika michezo hii miwili. Na michezo miwili michezo ya timing. Kwa mchezo wa kwanza na wa pili. Kuna mchezo mmoja inabidi ucheze karata zako vizuri ili mchezo wa pili uweze ukakurahisishia kazi. Kwa mfano, mchezo wa nusu finali, mchezo wa kwanza Simba alipata matokeo ushindi wa goli 1-0 nyumbani. Watu walibeza ushindi ni mdogo kweli, of course wakati mwingine unaonekana ushindi mwembamba. Lakini ushindi ule yeye alinakupambana jinsi gani nitamanage mpaka ushindi huu pengine univushe, na kweli amevuka. Berkane alishinda magoli 4-0 mchezo wa kwanza. Akajua ushindi huu utanifanya mimi niwe comfortable mchezo wa pili. Hata nikifungwa goli 1, 2 ama 3 bado nitakuwa na advantage ya kuingia finali. Na ndicho alifanya. Kwa hiyo hata michezo hii miwili ingekuwa finali moja, ingekuwa lakini michezo miwili, kwa hiyo Simba mchezo mmoja kati ya hii miwili. Wa kwanza ambao utakuwa ugenini. Kule akimanage kujiwekea matokeo ambao pengine ashinde, asare, ama hata akifungwa asifungwe magoli ya kukatisha tamaa, kwa sababu wakati mwingine unafungwa magoli ya kukatisha tamaa. Umefungwa magoli 4-0 mchezo wa kwanza, kama ilivyokuwa Simba within a week ubadilishe matokeo uweke magoli 5. Inatokea lakini nadra sana. Lakini ushindi wa mfano labda umefungwa goli 1-0, 2-1, bado matokeo ambayo Matayo unatamani kijibidisha kidogo, naweza nika overturn ya matokeo. Kwa hiyo itajiwekea nafasi ya yeye kupata ili kombe. Lakini najua atmosphere ya Dar es Salaam, uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa kwa matengenezo, lakini leo ni tarehe 28, bado almost mwezi mzima au wiki 4 mpaka kufika tarehe 25. Nadhani kama kutakuwa na uharakishwaji wa kufanya marekebisho katika sehemu ambazo zilikuwa na matatizo, wekundu wa Msimbazi Simba kama anacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ile atmosphere yake ile ni ushindi tosha kwa Simba. Kwa hiyo wachezaji pamoja na mashabiki, kombe wameliona limetolewa pale baada ya muda fulani, linang'aa pale. Nadhani itawapa dini kubwa sana. Na hii sio mara ya kwanza kwa Berkane. Itakuwa ni mara ya pili sasa kwa Berkane kuja pale Benjamin Mkapa. Nafikiri kwenye mashindano ya kombe la shirikisho kama unakumbuka, Simba alikuwa yuko na ASEC Mimosa, RS Berkane pamoja na US Gendarmerie. Unakumbuka Berkane alishinda kwao magoli 2-0 na kwa Mkapa akafa goli 1-0. Kwa hiyo unaona ni namna fulani hivi kila timu inapambana kwa mechi za nyumbani, na mfumo wa mashindano ya klabu bingwa au shirikisho kila mtu ashinde kwao. Huo msemo unaonaje kwa Simba? Anaweza kutumia vizuri uwanja wa nyumbani au pia pengine anaweza kupata matokeo pia kule nchini Morocco? Berkane sio mara ya kwanza kuja Dar es Salaam, anajua atmosphere ya Dar es Salaam, na sio Berkane peke yake. Kila anayekuja Dar es Salaam kuna kitu anaondoka nacho, kwamba Dar es Salaam sio sehemu salama, hasa unapokutana na wekundu wa Msimbazi Simba. Wanaondoka na emotion hiyo. Na advantage ya home ground Simba wanaitumia sana katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kuna mechi kubwa zaidi ya Berkane amecheza Mkapa, amepata matokeo ya ushindi dhidi ya Wydad Casablanca, dhidi ya Al Ahly, amepata matokeo chanya kabisa hapo Dar es Salaam. Kama unakumbuka hata mechi ya dhidi ya Kaizer Chiefs alifungwa kule magoli 4, hapa akafunga magoli 3. Kwa hiyo wanajua Orlando Pirates alikuja hapa alichezea goli 1-0. Kila timu ikija Dar es Salaam wanajua wanaondoka na chochote cha kusema kwamba ukija Dar es Salaam sio sehemu ya kuingia kichwa na kuondoka na matokeo ya ushindi. Kwa hiyo Simba anaweza kupata matokeo ya ushindi Dar es Salaam, lakini ubora atengeneze nafasi, unaweza kupata ushindi wa goli 1-0 au 2 wakati kule umesharuhusu magoli 3 au 4. Ndio maana nikasema mchezo wa kwanza ambao utafanyika kule Morocco lazima ajitengezee matokeo ambayo sio kukatisha tamaa. Akija hapa Dar es Salaam ushindi wa goli 1, goli 2 possible, uwezekano huo upo. Kwa hiyo naamini kwamba kama atatengeneza matokeo yaliyo bora kule atakuja kujiwekea mazingira mazuri. Lakini Berkane ni timu moja ambayo uwezo pia wanao. Wale Berkane walicheza na hawa Stellenbosch. Mchezo wa kwanza walishinda magoli 5, mchezo wa pili wakafunga magoli 3. Kwa hiyo Stellenbosch amefungwa magoli 8 na FC Berkane katika kundi moja msimu huu. Kwa hiyo tunaona timu namna gani. Katika mchezo wa Simba alikuwa kundi moja na hawa kutoka Algeria, Constantine. Simba alishinda hapa magoli 2 na kule na pia alifungwa goli 2-1. Kwa hiyo utaona kwamba, lakini Constantine amekula goli 4 ni kwa 0 mechi ya kwanza na Berkane. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, na sio kwa kuwa umeingia finali una uwezo tu kubeba kombe.
kuna mikakati endelevu inabidi ifanyike kuhakikisha kombe linabebeka kwa mbinu za mwalimu, wachezaji psychological, kuweka wachezaji, yani kila mmoja mchezaji siku hiyo haamke katika ubora wake. Uwezekano huo upo, lakini kama kuna mistake hizi cha Waarabu wanatumia vizuri sana hizo mistake ambazo zinatokana. Kwa hiyo na Berkane sio timu ya kubeza. Na mabingwa wa Morocco. Najua sasa hivi ligi ya Morocco haijaisha, tayari ishatangaza ubingwa mechi 5 kabla. Kwa hiyo yeye mawazo kule hana, mawazo yake yote yapo katika finali. Ukiangalia ukunde msema Simba bado ana task. Ana task hii ya finali ya CAF Confederation, lakini ana task ya ligi kuu ya Tanzania, nafasi bado anayo kubeba utaji, lakini pia yupo katika nusu finali ya michuano ya CRDB Confederation. Kwa hiyo anataka achange karata hizi pamoja, kila mchuano kina wakati wake, lakini yote mawazo yake anatamani kubeba makombe hayo yote. Berkane ashamaliza kombe moja kule, ana mawazo yake ameelekeza katika nguvu hapa. Kwa hiyo ni mchezo utakuwa mgumu na sio mchezo rahisi, na Berkane anajua kabisa mchezo wa kwanza ndio yeye utampa nafasi sasa ya kusema atabeba taji msimu huu ama la, kwa sababu anajua Dar es Salaam sio sehemu salama. Kwa mchezo wa kwanza au Simba uangalie kwa uangalizi wa juu sana, kusudi wajitengenezee kesho bora ambayo itakufanyika hapa Dar es Salaam. Nafikiri kocha Fadlu aje na approach gani katika mchezo wa kwanza kule ambapo Simba atakuwa yuko ugenini kule nchini Morocco? Aje na game approach gani zidi ya Berkane ambao wameonekana kuwa si kushinda tu, wanashinda kwa idadi kubwa ya mabao wakiwa nyumbani? Kwanza kuna mambo mawili. Of course heshima itawepo, kwa sababu mpira wa miguu lazima umheshimu mpinzani wako, regardless mshindani huyu ni ana power kiasi gani, lazima au hana power, inabidi uheshimu kama fair play ya mpira wa miguu, umheshimu kwanza. Alafu la pili, usitamani kumaliza. Najua wakati mwingine tusiangalie mpira katika ngumi, wakati mwingine unatamani kupiga KO mapema, inakukosti, unakuja unapoteza pambano. Yani wewe unalenga nimalize mapema, inakukosti, lakini wakati mwingine KO inakuja tu automatic, kwamba una nafasi ya kufanya hivyo unafanya. Hata mchezo wa mpira wa miguu, mchezo wa kwanza pengine unaweza kuwa mgumu, usilazimisha lazima niscore goli la ugenini ama lazima nipate ushindi huu. Kama unaona mambo magumu, utakuwa una reserve kwa ajili ya mchezo wa marejeano. Simba ikienda kule, hii una tahadhari kubwa sana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wachezaji wa Simba wawe watumizi wa nafasi. Kwa sababu ukiangalia mchezo uliopita wa nusu finali dhidi ya Stellenbosch hapa Zanzibar, kuna nafasi zilipatikana zaidi ile moja ambayo ilipatikana. Lakini nafasi ilitumika ilikuwa moja ambayo ilizaa goli la huyu Jean Charles Ahoua. Kwa timu kama Berkane, timu kubwa yote unacheza nao, ukipata nafasi hebu jaribu kutumia, kusudi ujiwekee katika mazingira bora. Kwa mfano mchezo wa jana umeona, kama Simba ingekuwa na magoli mawili at least amekwenda kule na ushindi magoli mawili, hata ile pressure isingekuwa kubwa sana, na hata ile tempo ya mpira, na sasa Simba angecheza vizuri zaidi, kwa sababu anajua kwamba kufungwa magoli matatu kwa mpinzani ambaye ni kwa nao uwanjani